Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tanzania Bara, John Heche, ameweka wazi msimamo thabiti wa chama chake kuhusu mazungumzo ya maridhiano na serikali pamoja na Chama cha Mapinduzi. Akizungumza na Watanzania waishie nje ya nchi, kiongozi huyo mwenye ushawishi mkubwa amebainisha kuwa chama chake cha Chama cha Demokrasia na Maendeleo hakitatikisika wala kurudi nyuma katika kusimamia misingi ya demokrasia na haki nchini Tanzania. Hatua hiyo inakuja kufuatia tathmini ya kina ya kamati kuu ya chama hicho ambayo imejifunza kutokana na changamoto za nyuma na kuamua kuchukua mwelekeo mpya wa kimkakati unaoweka mbele maslahi ya viongozi na wanachama wao waliokamatwa. Uamuzi huo unawakilisha mabadiliko makubwa ya kimkakati kutoka kwenye meza ya mazungumzo ya diplomasia hadi kushirikia masharti magumu dhidi ya utawala uliopo. John Heche ameeleza kuwa yeye binafsi alikuwa miongoni mwa wajumbe 5 walioteuliwa kushiriki katika mazungumzo ya awali ya maridhiano yaliyofanyika wakati wa uongozi wa mwenyekiti Freeman Mbowe. Katika vikao hivyo vilivyofanyika ukumbini, alibainisha mapema kwa upande wa serikali au kuwa na nia ya dhati wala malengo yoyote ya kuleta mabadiliko ya kweli katika mifumo ya kisiasa nchini. Ingawa hapo awali mtazamo wake ulionekana kama hofu binafsi, ukweli umebainika kuwa Rais Samia Suluhu Hassan hakuwa na nia thabiti ya kufanikisha maridhiano hayo ya kisiasa. Kutokana na masomo hayo ya kihistoria, kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo imeweka misingi thabiti ambayo haitabadilishwa chini ya uongozi wa sasa ili kuizuia usaliti dhidi ya wanachama. Sharti la kwanza na kuu ni kwamba hakuna aina yoyote ya mazungumzo itakayofanyika bila mwenyekiti Tundu Lissu na viongozi wengine waliowekwa kizuizini kuachiliwa huru mapema bila masharti yeyote. John Heche amesisitiza kuwa kukamatwa kwa viongozi na kisha kuwataka wazungumze ili waachiliwe ni mbinu ya ujanja inayolenga kuwasofisha na kwamba Tundu Lissu anapaswa kuwa nje ya kuta za jela kabla ya hatua nyingine yoyote kuchukuliwa. Mbali na kuachiwa kwa viongozi, msimamo wa chama hicho unataka kuwepo kwa mtu wa kati mwenye mamlaka kamili ya kisheria na kimataifa atakayesimama na kusimamia utekelezaji wa makubaliano yote yatakayofikiwa. John Heche amebainisha kwa mazungumzo ya awali yalishindwa kuleta mageuzi makubwa kama vile kupatikana kwa katiba mpya au kufanyika kwa marekebisho ya sheria za uchaguzi kwa sababu kulikosekana msimamizi huru wa kusimamia ahadi za serikali. Ukosefu huo wa uwajibikaji ndio uliozaa kudhoofika kukubwa miongoni mwa wanachama wa kawaida na viongozi wa ngazi za juu wa upinzani. Suala la uwajibikaji kwa makosa makubwa yaliyotendewa dhidi ya ubinadamu pia limekuwepo na limeweka kama kigezo cha lazima katika msimamo huo mpya. John Heche amekumbusha umuhimu wa kufanya tathmini ya wale waliokufa, majeraha na ukandamizaji uliotokea mnamo Oktoba 29 wakati wa harakati za kisiasa nchini. Amesisitiza kuwa kukubalia mazungumzo ya uongo na ujanja ni makosa makubwa ya kisiasa. Bila uwajibikaji thabiti itakuwa ni usaliti mkubwa kwa Tundu Lissu pamoja na raia wote waliopoteza maisha yao katika matukio hayo ya furugu, ambapo mashirika ya kutetea haki za binadamu yamekuwa yakidai haki itendeke. Kimkakati, msimamo huu mkali unaolindwa na maneno ya kutoyumba unalenga kuimarisha umoja na mshikamano ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, hususan kufuatia migogoro ya ndani na kesi mbalimbali zinazowakabili viongozi wao.
John Heche ambaye ana nguvu kubwa ya kisiasa hususan katika mkoa wa Mara atatumia lugha hiyo ili kurejesha imani ya wanachama wote kote nchini baada ya kuonekana kulegea kwa maridhiano ya awali. Mkakati huu unawapa nguvu ya kujadili masuala ya kitaifa kutoka kwenye nafasi ya uimara badala ya kuonekana kama upande dhaifu mbele ya Chama cha Mapinduzi. Hata hivyo, kuweka masharti magumu kama haya kunaweza kuleta changamoto kubwa katika mustakabali wa kisiasa wa nchi kwa kusababisha mkwamo wa muda mrefu wa kisheria na kikatiba. Mvutano huu unaweza kuongeza joto la kisiasa na kuathiri utulivu wa kijamii iwapo pande zote mbili zitashindwa kupata namna ya kukutana. Kuna athari pia ya kujitokeza kwa migawanyiko mipya ndani ya kambi ya upinzani kati ya wale wanaoamini katika njia ya kidiplomasia ni ya taratibu na wale wanaounga mkono msimamo wa sasa wa kutoyumbishwa ulioelezwa na viongozi wao wakuu. Uchambuzi wa kisheria unaonyesha kuwa haki ya Tundu Lissu na viongozi wengine ni msingi muhimu wa ukuaji wa demokrasia na utawala wa sheria nchini Tanzania. Ripoti mbalimbali za mashirika ya kutetea haki za binadamu zimekuwa zikiorodhesha visa vya kukamatwa na kushikiliwa kwa viongozi wanasiasa.